Nimekusalimu katika jina la Yesu Kristo aliye mwokozi wangu. Siku ya leo nimeokoka. Yesu ni Bwana. Nimemuona katika maisha yangu na ninamshukuru kwa sababu ya wokovu wake kwangu. I salute you and Jesus, I give you all the glory. Jesus, I honor you. Nitumie na unene kupitia mimi na kushukuru Baba. Nasema asante. Bariki mwenye kunisikiza. Na Baba, nipe ujumbe, nena kupitia ulimi wangu, bariki huyu na huyu na huyu. I bless them all and I cover them with the blood of Jesus. Baba, ongea katika ulimi wangu, nafunua tu mdomo unene. Pokea sifa, pokea utukufu, na ni katika jina la Yesu naomba. Baba, nikianza, pelekana na mimi mpaka mwisho. I salute you Jesus. Welcome kwa presence ambayo niko, nena kupitia hii video. Na ni katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. My brother, my sister, leo ni siku ya Monday, ni siku ingine njema ambayo Kristo amenipea. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Ninao mawili matatu ambayo Kristo ameninenea leo asubuhi. Na la muhimu na la maana na loliuliza. Ilifika kiwango gani mkaona kama Mungu hawezi nena? Hii imefika wapi? Hii ni Kristo anauliza. Mkaona ni kama mimi siwezi nena. Na maana mimi siko hapo. Hii ni swali tu naulizwa na Kristo ambaye anakupenda. Na Kristo ananiambia niwasalimie. Inakuwa ni kama ni kitu haijawahi. Sijui inashukuriwa namna gani. Mpaka kuna watu wananipigia simu wananiuliza for real. Jesus anasema utusalimie. Mimi na doubts zako. Mimi siko hapo. So na nikikwambia Kristo ameniambia nikusalimie. Mimi na Kristo ni nini? Mimi tu ndiye ninajua, na huyo Kristo ambaye ananiambia nikusalimie. So sasa hili swali la kuniuliza, hakuna haja unipigie simu uniulize kama ni Kristo ametumana. Kama imani yako haijakuruhusu hivyo, kaa hivyo. Akina Thomas wako, na sianzi na kupiga makelele. Maana Kristo anauliza, ni nini mnaona kama siwezi nena? Ni nini mnaona nimenyamaza? Ijapokuwa atuambia dhambi zetu ndizo zinazidi sana, ndizo anatusababisha atuondokee. Anapenda sana kuongea na sisi. Sasa akisema amewasalimia kupitia mimi, anashangaa sana kwa sababu ya mioyo ya watu vile wanachukua hizo salamu. Ni kama ni kweli na ama si ukweli. Sasa kama wewe uko katika hiyo meri ya doubt, kaa kando, wengine wasonge mbele. Maana Kristo si mkate. Kristo ni mwokozi. Yeye ndiye ako na uwezo na ako na funguo ya kuzimu na mbinguni. Hakuna jambo linaweza tendeka bila yeye. They are three in one. Hakuna. So Kristo anauliza, mlifika kiwango gani mkaona kama siwezi nena? Mmefika kiwango gani mkaona kama niko bali? Mmefika kiwango gani? Asema anauliza. Hiyo ni yenu. Ngoja niseme mambo mawili matatu manne kama tano ambayo Mwenyezi Mungu amesababisha niongee siku ya leo. Auliza, wewe ukijiriganisha ama ukiwa ukisoma maandiko, ile kitu iko ndani yako ama ile gift iko ndani yako, unaona kama unamuiga nani? Tukianzia hapa akina Kaina na Abel. Kwa moyo wako wewe ukijiangalia, roho iliyo ndani yako juu unanijua, unajijua vizuri. Wewe unaona kama unamuiga nani ndani yako? Maana kuna wale wanamuiga Kaini, kuna wale wanamuiga Abel. Tunakuja akina Noa, akina Elijah, akina Elisha, akina Musa, akina Saulo, akina viongozi. Tunakuja New Testament, tunakuja akina Petro, akina nani, hao wote, akina Paulo, akina Judas, akina James, Peter, all these people, all these apostles. Ukijipima wewe, Kristo anataka ujipime, ujiangalie uko wapi. Na kama hauna jawabu ya hilo swali, anasema muombe ili akuonyeshe kiwango gani ama uko katika sehemu gani ya hiyo watu wote. Maana tumepewa maandiko na hii Biblia ndio inatufanyia guidance tukiwa duniani. Hii Biblia ndio inatupea uamuzi. Iko na neno la Mwenyezi Mungu ambalo amelinena kupitia hawa watu wote. Kulikuwa na akina Samueli, kulikuwa akina Elijah, Elisha. Kuna wanafunzi ambao walikuwa na Yesu Kristo. Hakuna kitu walifanya katika maisha, hata hawakuongea.
Na ujue kuna wengine ambao their shadow ilikuwa inatosha tu kuponya watu. Wewe katika hii, maana kuna wakati hapo nyuma niliongea habari ya 12 sons ama watoto 10 ambao wamesababisha Israeli, foundation ya Israeli. Wewe ukijiangalia uko katika the spirit in you ni ya nani ama inatokana na nani? Maana Kristo ndiye huyu anasema kabla siku za mwisho nitamtuma fulani atakuja. Kuna hao two witnesses ambao wako kwa maandiko. John the Baptist, you know, Elijah anaelezwa before the end ama kabla siku ya mwisho haijafika, nitamtuma huyu Elijah atakuja. Na maana John the Baptist alikuwa na hiyo spirit ya Elijah. Wewe ile spirit iko ndani yako ni gani? Maana na kuna wengine wako na mpaka spirit ya Judas, wako tu idhini. Wanapenda pesa, wanaweza fanya jambo lolote tu bora tu apate pesa. Waizi number 1. Kuna akina Petro, kuna akina Philip, kuna akina James, kuna akina Judas, kuna akina hao mitume wote. Thomas yule mwenye wasiwasi, haamini. Paka akanenewa na Kristo akamwambia, ngoja tu nikuonyeshe mikono ili ujue ni mimi na uweke hiyo ushuhuda iwe ndani yako. Wewe katika maandiko uko wapi katika hao mitume wote? Maana kuna mahali unafaa kuwa umesimamia. Wewe kiwango ambayo uko katika maandiko na wale watu wote ambao tumetajua kwa maandiko. Tuanzie na Kaina na Abel. Tukuja mpaka Noa. Tunakuja akina nani? Wote akina Samuel. You know, uko wapi wewe? Kuna wengine ambao wakitumwa na Mwenyezi Mungu lazima wakule zile nono wakiwa jiani. Waisraeli wanaelezewa waende vita na waelezewa msibebe kitu. Kajamaa fulani kanabeba vitu na kanakuja kanashiba, kanaweka chini ya carpet huko na kanashibia huko na kanavisha vizuri. Kanaleta mauti. Wengine ni akina Miriam sistake. You know, sistake Musa. Wakati anaongea anasema kwani ni nini? Kwani ni Musa tu? Kwani ni Musa tu? Na ni brother yake, ni sister. Mpaka Mungu anamguza anasema Mungu akamtemea mate, akawa na hiyo ukoma. Wewe ni nani katika maandiko? Uko na spirit gani? Hili ni swali tu nakuuliza na ninauliza on behalf of my Redeemer Jesus Christ. Maana kila mmoja wako. Sasa wewe ukishajijua vizuri, kama wewe ni James, kama wewe ni nani? Yule ambaye ukijijua vizuri lazima ukae kama ilivyo mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Well, nauliza hiyo maswali yote na siulizi tu kwa ubaya. Na msiniulize kwa nini video yangu iko na giza kiasi hii. Sometimes ninapenda kurecord bila kutumia, kuna mwangaza mbele yangu ambao ninawekaga spotlight. Inanibadilisha sana. So wewe sikia message na usianze kuuliza kwa nini video iko dark namna hii. Nimeona nisitumie stima, kuna stima juu, kuna screen nyingine, kuna another spotlight ambayo iko mbele yangu. Usiulize maswali sana, maswali mingi, maana mtu atakuuliza kwa nini inaonekana ikiwa dark. Kama sauti iko sawa, ubarikiwe sana na Mungu. Sikia hii. Kuna jambo Kristo ameninenea leo. Kando na hayo ambayo nimeongea hapo mbele. Unajua nimeanza na note ya kuwauliza kwa nini mna doubt, wengi wana doubt hizi salamu za Kristo. Hiyo doubt zako ni zako, hizo kaa nazo. Mimi usiniletee hiyo, maana imani yangu na yako maybe ni kama ninaona kama hasingiani. Kama wewe ndiye Thomas na Kristo anasema amekusalimia, lazima uwe na Thomas ndani yako. Unaona? Na sikwambii kwa ubaya, maana hiyo spirit iko ndani yako, lazima uquestion. Uamini tu bila kuguza. So let those who have faith, akina Petro, akina Simon, wale ambao hata wakipita kivuli, their shadow inasababisha mtu apone. Hizo imani ni moja. Hiyo imani ni moja, lakini kiwango tofauti ya ufanyakazi wa Mungu. So kuna mitume ambao kwa maandiko hakuna kitu waliongea, hata haijaandikwa kuwahusu. Na wale watu wa the foundation. Na kuna wengine walikuja kama Paul, wakafanya kazi ya Mungu kwa uwezo. You know,
Na kuna wengine akina brother wa Jesus juu Yesu, kuna watu walizaliwa, kuna watoto walizaliwa baada yake, maana yeye alikuwa firstborn. Kuna wale walizaliwa nyuma yake, hawaonekani kwa maandiko, na nafikiri wawili walikuwa apostles. Hawakuongea, hakuna mahali wameandikwa sijui walitenda katika jina la Yesu miujiza fulani. So kama wewe ni kama hao, you better tu wewe kila saa unyamaze tu, ugojee tu na usikie na uwe na imani uende mbinguni. Washa kuharibu wengine na imani ambayo iko ndani yako, maana mambo sio lazima itendeke kulingana na vile wewe unataka. Maana kama wewe ni yule mtu wa kunyamaza tu, you see, hata mama wa Yesu ambaye alimzaa Yesu, ukimwangalia sana kwa maandiko hakufanya mambo mingi, na yeye ujue ndiye alishauriwa na Mungu abebe mimba hii. So na viwango huyu ni Paulo wako na ujasiri, anaenda kuhubiri injili bila compromising. Now kuna hii kitu Kristo ananiuliza, nimeona leo asubuhi mtu wetu mmoja ambaye alikuwa karibu na mimi akiwa amekufa, na ni kama accident ilimuua, akakatwa vidole zake hizi zikakatwa. Sasa alipata accident, sasa tuseme kama Mombasa, na hiyo mwili ikabebwa ikaletwa hapa Nairobi ili wakati wa mazishi tuwe karibu. Lakini katika ile commotion, tulipoingia moshari tukapata vidole yake zote hakuna. Na tulipoongea katika mahali huyu jamaa alipata accident, ile hospitali alipelekwa, ikawa zile vidole zake ziko lakini ziko moshari, na ni kama Mombasa. You know, sasa ujue huyu jamaa amekufa, na hii ni jambo nimeelewa na Mwenyezi Mungu ni ilinene kuhusu maiti. Maana siku hizi ni kama tuna glorify mtu akikufa. You know, sijui ni urology, tushosho tuseme hii, watoto waseme hii, tuna beautify the dead body in a manner that doesn't, haifurahishi Mungu. Sasa nikaona hili maiti iko hapa Nairobi ama iko Nyeri na tunataka kwenda kuizika. Siku moja tu kabla mazishi ikiwa kama ya the day after tomorrow, tuka notice vidole yake haziko. Sasa ni ile tunasemaga ninaenda moshari unasikia mtu akisema natoka hapa ushago niende moshari ili niende niende nikaangalie nikafanya ile maandalizi ili mwili uoshwe na uwekwe vizuri. Sasa unaona mtu analipa gari kutoka up country anakuja mpaka maybe Nairobi ili akuje afanye hiyo kitu. Sasa katika hii ni particular nikaelezewa dongo huyu jamaa anakuhusu. Na maana mimi ndiye nilikuwa ninataka kama involved niko within, ikanibidi lazima nishukue miguu na niingie gari niende pale moshari. Sasa nilienda kwa ile moshari, jamaa akiwa amewekwa Mombasa, ile vidole yake nilete Nairobi. Vidole 4 hizi. Na ujue ni maiti. Lazima ninataka auganishwe na ile vidole yake 4 ili ni akizikwa awe sawa sawa. Sasa nilipewa ile vidole na moshari attendants na akanilipisha bao ili aniwekee vizuri niweze kutembea naye. Sasa vile alinipangia ama vile alipreserve ama vile aliziweka zikiwa zimekufa, ni kama nikitekibia sana zitaaguka. Sasa ninaenda nikiwa very careful ili hizi vidole nizipeleke mahali maiti nyingine iko. Sasa ilinibidi nitembee kama kilomita 2, ni kilomita 3 kutoka mahali mwili iko na mahali nimewekewa na gari nikiwa nimezibeba hivi. Sasa mwenye moshari wakati aliniwekea vidole na akaweka tu kimakusudi, ati kidole moja aliniwekea hizi vidole moja itaaguka. Sasa nikawa naishika vizuri isianguke, ninaiweka vizuri. Unaona nikatembea kama kilomita. Roho nyingine inaniambia, "Dungu, si ulipe motorbike ikubebe pamoja na hizi uende haraka." Lakini ninataka ku take in care, you know, handling with care vidole. Nipeleke mahali maiti nyingine iko. Sasa nikiwa nimebeba hizi maiti vidole 4, nikiwa ninatembea, sasa Kristo akanitokea. Akaniuliza, hii kazi yote unafanya na hii vidole unataka kupeleka kwa hiyo mwili mwingine, do you have information wakati wa zamani kama sasa sisi wa Kikuyu
mwili ukekufa ulikuwa unapelekwa forest inakuliwa na wanyama. Makosa ni gani? Sasa Kristo akaniuliza kwa nini tuna handle with care dead body hizi ambazo zimekufa? Maana mimi nilitembea kilomita mzima. Mbona sitaki kubebwa na motorbike nisiagushe hivi vidole ili niende niunganishe na mwili mwingine ili tukizika tusike ikiwa complete. Sasa Kristo ananiuliza haja ya hii kasi yote ni nini? Sasa akanirudisha Wanaisraeli walipokuwa katika safari. Walimuasi Mungu tu. Walipoanza wakatengeneza ile ile calf, ile ng'ombe, ile mtoto na goat. Akasema hakika hawa wote hakuna yule atafika. Ninaona maiti zao zimetapakaa katika wilderness. Sasa Kristo na Mwenyezi Mungu Judy alisababisha hii mambo yote. Na wakakufa na akasema ninaona maiti zao zikiwa zimetapakaa wilderness. Mtu angekufa kulikuwa na wakati huo kumbeba. Sasa Kristo anauliza, kwa nini tunaanza hii hali ya kuglorify mtu ambaye amekufa? Tunafanya mambo mingi. Ako na deni hospitali. Unajua, na mpaka akanionyesha hili jambo. Inafaa kama inawezekana. Hii maiti ambayo imekufia hospitali, mnalipa pesa, inashukuriwa inaenda kuzikwa na ministry ama na serikali. Kama ni possible, mnalipa. Hiyo maiti inaenda inapelekwa kwa undertaker, inazikwa. So simple as that. Kristo anataka iwe so simple as that. Sasa hapendezwi na vile sisi tunashukua maiti siku hizi. Mtu amekufa, alikuwa hospitali yako na deni kama ya milioni 2. Watu wanaenda wanapeleka title zao, zinakuwa ziwashwe kule ili deni ilipike, alafu mshukue hii maiti mkuje muzike, hiyo mambo inaisha. Mama amebaki hapa na shida mingi, bwana amebaki hapa na shida mingi, watoto wamebaki hapa na shida mingi, wanabaki ambao wamebaki baada ya mmoja kukufa na shida mingi. Sasa Kristo anauliza, la muhimu ni yule amekufa ama ni yule wako hai? Sasa angalia, kumekufa leo mtu na ni wakwetu ushago. Zote lazima tulipe kila mtu gari ile bei inaulizwa. Kama tunataka tuende na gari ya 7 seater na tunaelezewa kwenda na kurudi ni 2,000, lazima tunalipa na tunajiandikisha na tukienda mahali pale tunaenda na ile maringo yetu. Acha niite tu maringo, maana tunataka tuonekane. Wengine wako na magari ambayo exhaust inaangalia juu, maringo mingi wakati wa mazishi. Na Kristo akanipea hili waso, ikiwezekana dongo ananielezea, ikiwezekana ndugu, ningependa wakati mtu amekufa iwe so simple. Hata kama ni na akanipea changamoto na hii. Kwa Kikuyu mtu angelikufa ama ajulikane yako karibu kukufa, alikuwa anapelekwa forest yaende akuliwe na fisi. Ilibadilika lini? Kwa nini ilibadilika? Mna glorify hii kitu imekufa na imeondoka moyoni. Imetoka kwa uhai. Sasa nyinyi ninaona tunaenda ushauri unapata ni mzee amekufa. Ndiye alikuwa ana breadwinner katika hii familia. Sasa tunaenda tunafanya mshago, ndio ya hospitali inalipwa. Sanduku ya beikali. Ndio hii yote na mama akanabaki pale bila usaidizi. Sasa tunaenda wakati wa mazishi tunaenda na mali zote zetu. Sasa Kristo alikuwa ananihimiza ananiambia, it might be very good kama mkienda wakati wa mazishi kabla ule jamaa hajawekwa shimoni. Maana tunasema, unajua kuna ile pesa tunateka, lazima tuende mazishi. Kristo akawa ananionyesha ingelikuwa ya muhimu wakati mnaenda kuzika yule jamaa ambaye amebakisha familia. Familia imebaki ambayo haina pesa. Inafaa kushagwa siku hiyo wakati mnaenda kwa mazishi. Inaelezewa tufanye mshago hapa. Na nyinyi watu ambao mmetoka majuu, ni kama Nairobi sasa na ushago, mtoe mali yenu. You see? Na kama mnatoa kila mtu 1,000, mnabaki, inabaki katika ile familia, inabaki kule. Mnawapea kitu ambayo itawasimamia. Juu inakuaga, baada ya hii tutarudi tukuje tuangalie hawa watoto ambao wamewashwa na huyu mzee na huyo bibi tutamsaidia. Inakuwa ni uongo, hamrudi. Sasa naye Kristo anasema ingewezekana na mkinisikia, asema Mungu, hiyo siku ya mazishi mumeenda nyote, mnaoneshana glory ya kufanya hiyo maiti, unapendwa na watu wakati huo umekufa. Siku hiyo ya mazishi, kabla huyo jamaa hajawekwa kwa mshanga,
Kila mtu anatoa elfu kama 500, 100. Mnashaka pesa kulingana na vile mumeenda. Zinaashua hawa ambao wamebaki. Maana saa zingine tunazika mtu, alafu baada ya kumzika, ile shida inabaki kwa hiyo nyumba. Nimejionea, tunajaribu kufanya mpaka mshango watoto wasome. Hakuna mtu anakubali kuitiwa mwito. Tukitoka tu hiyo jambo linasahaulika. Maiti tuna glorify. Tunaenda zote tukiwa tumevaa maguo nyeusi. Tunaenda pale, kuna kitu tunaitaga, kuna service ambayo ni ya kukumbuka ambaye amekufa. Sote tunaenda kwa kanisa, tunakaa tukiwa tumekimya. Na yet yule ambaye amewashwa, and especially kama polisi sasa, kama armed forces, bibi ya makao ushago. Na juu serikali ile tuko nazo hasipei wale watu wako kwa armed forces pesa ya kutosha. Unastukia ile pesa askari polisi ama jeshi ama AP ama nafi anapewa na serikali, ni pesa haitoshi yule mzee kukaa na familia. Sasa huyu mzee ameaga, bibi amebaki na watoto, hawana pesa, hawana wapi. Tunaenda tunapiga zile mizinga, tunakuja zote, tunakaa tenti zote zimejaa, alafu yule mama anabaki pale akiwa na shida. Maana mzee alikuwa tu akuani pesa kidogo akiwa armed forces. Hawana mshahara. Sasa unabaki yule mama ako na shida, hakuna kitu anabaki naye. Na yet sisi zote tunaenda siku ya mazishi, mtu wetu tunamzika leo. Na maana tunataka kuonekana. Tunafaa maguo ya bei kali, tunaenda na magari tukiwa tumekodisha toka up country, tunaenda mazishi kule Rulo. Mnaenda kusubua watu wengine, lakini ni mzuri mazishi kwenda. Lakini tubadilishe hii mtindo kabla hatujasika huyu mtu. Maana tunajua ile raifu alikuwa anaishi ni ya shida. Tunatoa kila mtu 1,000 hiyo siku ya mazishi kulingana na vile tumekuja. Hiyo 2,000 umelipa gari ili uende sehemu ile, iongeze angalau 500 uashe katika ile boma, mpatie mama angalau wabaki na mzingi. Ni wangapi tumeona wamekufa na walikuwa watu wako na kazi, wameajiriwa na serikali, hakuna pesa, hawapewi pesa ya kutosha. Well, wale wazazi ama yule amebaki anabaki na shida mingi. Kukula ni shida, kukunywa ni shida. Na tunaenda wakati wa mazishi. Unasikia kuna hiyo service inafanywa leo. Kristo akanionyesha ilikuwa inafanyika Mkikuyu akikufa, anapelekwa forest, anakuliwa na wanyama na hiyo case closed. Sasa na muongoze katika front line nyinyi wahubiri ambao mnazika hao watu. Kabla hujazika yule mtu, kulingana na ile umati umekuja juu ya jina lake na hana kitu, hata wengine hawajajeka, abia watu wachange. Kila mmoja atoe 1,000, 500, 100, mtoe pesa hiyo siku ya mazishi kabla hajawekwa kwa mshanga. Alafu hiyo pesa yote inashikwa inapewa mama na isibaki na mtu. Alafu anapewa security kama anaipeleka benki ama anaweka kwa M-Pesa, zote zimebaki, asiwe naye anakuja kupigwa na watu usiku. Mkifanya hivyo mtasaidia wenye wanabaki. Sasa unaona mtu amekufa leo, ako na deni ya 1,000,000 kwa hospitali. Tunashaga zote. Mpaka ile title alikuwa naye, mpaka kagari, mpaka kakitu alikuwa naye. Zote tunarudikana huko. Alafu anazikwa, anaenda na hizo pesa zote. Mama anabaki bila kitu. Well, sio mama tu. Maana hata wazazi wanaume wanabaki. Saa zingine unapata mpaka watoto. Unastukia watoto walikuwa afisa fulani. Ndio hawa. Ndio wanakuwa wanatumiwa vibaya sana na wale wengine. Kuja nikusaidie uwe maid. Anakufanya maid. Unafanya wengine wanafanya kazi kwako. Kwa nini tusishage hiyo siku ya mazishi? Tumeenda kuzika huyu na tunajua alikuwa maskini, maana kazi alikuwa anafanya haina pesa. Angalau tutoe kila mtu kulingana na vile tumeenda. Tushage siku hiyo ya mazishi. Na wahubiri mshike huu mwito. Twende mbele. Tusaidie watoto ama mtu ambaye amebaki nyuma. Mtu anakufa leo. Ndiye alikuwa solo winner. Ndiye alikuwa breadwinner, yani sio solo winner, breadwinner kwa ile familia. Huyu unasikia mama analia. Huyu tu ndiye alikuwa anatusaidia. Amekufa, kwetu kote kumeisha. Mnachaga pesa wakati wa mazishi. Juu tunaendaga na maono. Tunaashia kitu. Hilo ni leni. Na Kristo akaniambia,
mkimsikia yeye mwenye kuumba juu na dunia, ameumba vyote, mkibadilisha huu mtindo, wakati wa mazishi mnatoa pesa, mnaashia hiyo familia ambayo imebaki, mtakuwa mmesaidia. Sasa mnaenda mazishi, mmelipa deni sawa, mnaenda mnaonekana ndio. Hakuna ile nyumba, mkitoka tu shida inaanzia hapo. Ni mara nyingi sana nimesikia watoto wakisema, "Oi, wakati dadi alikufa ndio shida yetu ilianzia." Tukishaga angalau tuashie ile familia 1200. Ni impossible. Tumeenda zaidi ya watu 1000 tumetoka hapa. Maana ni wetu. Na juu niseme tu kimaringo, tunataka kwenda kujionyesha katika mazishi. Tunataka kujionyesha huko na gari ulinunua, wengine wanakodisha. Angalau tushangie. Tushangie. Hizi pesa tuashie wale ambao wamebaki. Mtabarikiwa na Mungu. Na hii ni maendeleo na Mungu awabariki. Well, karibu. Hiyo ni wazo la siku. Na tukipenda kulitumia litafanya kazi for sure. Wakati tunaenda mazishi, point of interest zote tunaongezwa na pastor ambaye ako pale. Tunasema tutoe kulingana na vile tumekuja. Na usitoe, toa tu kimadharau, utoe 1000 juu uko naye. Uashe isaidie. Naye ikitolewa isibebwe na mtu halafu anyang'anye wale. Juu nimeona kuna mahali ninaona harambee ikifanywa ya mtu ambaye alikuwa anafanya ako na wibo alikuwa anataka kutoa. Sasa harambee ilifanywa kwa kanisa. Na ile pesa yote ikashukuliwa na pastor. Akakataa naye. Sasa huyu kijana anabaki kuuliza pastor, pesa yangu ulitolewa iko wapi? Ukitaka vizuri usinifuate, na unajua nilisomea karate nitakupiga. Ni pastor alisema namna hiyo na ninamjua. God bless you. Namjua. Unajua sometimes sitakai kuongea sana hiyo laini. Usiwe mwizi. Pesa ile ikitolewa na Mungu anasema tukifuata hiyo laini atatubariki. Maiti ilikuwa inatupwa, forest inakuliwa. Wanaisraeli maiti zote waliziwasha in the wilderness. Area ya Mount Sinai na huko. Wote walikufa wakabaki huko. Wengine mpaka haku wanazikwa. Mnawawasha tu nyuma wanyama wakuja wajisaidie na hiyo nyama. Sasa sisi tunatilia maiti ati eulogy, sijui wale watoto wamebaki wanataka kufanyia mama tribute. Sasa nini hizi mambo yote mnafanya? Hii tabia imetoka wapi? Kwani hamuoni Waislamu wakiwa sawa na Wahindi pale wanashoma? Waislamu ndio hiyo, wanapeleka the same day. Inaenda inazikwa, usilete gharama mingi. Hatuwezi fuata hiyo mtindo. Na huo ndio mtindo ambao Mwenyezi Mungu anaupendelea. Ukikufa leo, kama unazikwa kama Muislamu, mambo inaisha. Alafu tunaanza kuitana. Sasa kuna haja gani mama amekufa Kenya, tuite watu ambao wako Australia, tuite wengine wako India wakuje ili wakuje wamzike mama. Wakati alikuwa hai ulikuwa unamwangalia. Spendi hiyo. Na hiyo nauliza tu juu ninaelezewa na Kristo niulize na Mungu. Sasa hili ni jambo lingine. Na nitaliguza openly as liko. Kristo anasema abaya anataka. Na hii ni hali ya ufalme wa mbinguni. Ukijua haujabatizwa na maji mingi, there is no compromising. Hii ni sheria ya Mwenyezi Mungu. Anasema yeye Kristo alikuja duniani akapata John the Baptist akibatiza, alikuwa na baptized watu, akaenda pale na akabatizwa. Simple mathematic. Yule yote ambaye anataka kuingia kwa ufalme wa mbinguni na anajua ameokoka, lazima abatizwe na maji mingi. Hakuna shortcut. Simple and clear. Na hiyo ni command. Kristo anasema hapembelezi na hataki. Si yeye alianza na akabatizwa na akafuata protocol. Yeye akiwa Mungu akakuja akateswa kwa sababu yako wewe. Wewe unaona hili jambo la kubatizwa na maji mingi ndio kikwazo. Hutaki katu. Anasema lazima ambaye anataka kuingia kwa ufalme wa mbinguni na ameokoka, ametimiza yote, lazima abatizwe na maji mingi. Hii anasema ni lazima. It is not a request. Na usinipigie simu kuniuliza maswali mengi kuhusu hili issue. Kristo anasema ni lazima
ubatizwe na maji mingi. Yeye ndiye alianza. Na ukumbuke alitoka mbinguni, akaasha mamlaka yote, akaja akaingia kwa mwili, akateswa, akawekwa msalabani, na akaona anaizishie sisi njia ya wokovu. Maana Old Testament ingelikuwa tutoe ng'ombe, mara ni dafu, mara tufanye hii na hii ili tusamehewe. Yeye akaona aingie hapo, akabatizwa na maji. Anasema ukitaka kuingia mbinguni lazima uzaliwe na maji, na ni mingi. Full stop. Hapo siongezi na sitoi, maana anasema ni lazima. Kama wewe unataka kuandamana na yeye katika ufalme wa mbinguni, uwe wapi? Lazima ubatizwe na maji mingi. Hiyo ni assignment na ni command. Must. Hiyo sitoi na siongezi. Kama kwenu mnafundishwa maji kidogo, hiyo ni yenu, sio ya Kristo. Ananiambia niseme hivyo. Hiyo ni kitu ya pili ambayo amenenenea kutoka habari ya maiti. Lazima ubatizwe na maji mingi. End of quote and end of story. Sasa kama unataka kukamilika, hiyo ndio masharti, na anasema haondoi. Ujue ukisikia hii sauti heri hukesikia, maana anasema ni lazima. Mimi ni mbaya ninaongea na wewe. Nilibatizwa mara mbili. Mara ya kwanza nikabatizwa nikaona kama sikubatizwa vizuri. Ya pili nikabatizwa nikiwa na kuruka batini, nikiwa under Kristo fellowship. Nikauliza Kristo, unaonaje? Naweza rudia hii ubatizo? Akaniambia ulibatizwa na ukabatizwa na maji mingi. Iko sawa. Protocol. Mimi Kristo akasema mimi ndiye nilianza ubatizo. Huo ambao ulikuwa unabatizwa, John the Baptist alikuwa anabatiza watu. Nikaingia katika hiyo laini, akanibatiza. Nikiwa the author, the first and the last. Niliingia kwa maji. Anayetaka kuingia kwa ufalme wa mbinguni hata awe namna gani, lazima abatizwe na maji mingi. End of quote. Hiyo ni yenu. Na anasema hakuna kuongeza na hakuna kutoa. Hiyo ni sheria na ni lazima iwe. God bless you as you tea. Na God bless you as ukiuliza maswali hii mingi unauliza. Na mimi usinipigie maswali uniulize hiyo. Piga magoti uombe Mungu akwambie, maana yeye Mungu anaongea. Mimi usiniulize hiyo maswali. Maana mimi nasema vile nimeelezewa. Nikielezewa niseme kutabarikiwa, nitasema kutabarikiwa. Nikisema ananiambia nisema ABCD, nasema hata hii nasema. End of story. God bless you. Hili nalo ni jambo lingine. Nasema juu nimenenewa. Unajua nakuaga na nyakati zingine za kupenda kuongea na Mwenyezi Mungu. Na saa zingine inakuwa ni a bit tricky. Kristo ananiambia anapenda utakatifu. Mwenyezi Mungu alipokuwa anatembea na wana Israeli katika ile safari, angelipenda kukuja karibu na wao kiasi. Alikuwa anawaelezea, ukienda hiyo ukunywe mahali ukipupuu ile unaifunika na mchanga. Alafu unakaa siku 3 bila kuonana na bibi, bila kuonana na bwana. Waambie wasiingie kwa manyumba za mabibi zao. Waambie wasionane sex. It is sex. Msionane. Mujitayarishe na mujitakase siku 3 nataka kunena na nyinyi. Sex kwa mtu ambaye anataka kusikia sauti ya Mungu inafaa ipunguzwe kiasi. With that regard, Mungu awabariki. Ukitaka kusikia sauti ya Mungu, wengine waniambia, si mimi nataka kuwa kama wewe. Sio kama mimi, kama Kristo. Maana yeye ndiye mwanzilishi wa hii. Mimi ni favor tu amenipea ya kuweza tu kusimama na ananisikia ananiongea. Si ati ni nini, ni favor. Lakini kuna mambo anakuambia hii na hii uache. Hii na hii punguza. Sex is one of them to those who are married. Twende mbinguni. Sasa hili ni swali. Wewe umeajiriwa na unafanya biashara, ama kuna mahali unapata pesa na unaajiri mfanyikazi wa nyumba, unaajiri mfanyikazi wewe wa nyumba, ama mahali unafanya kazi unaajiri mtu kwa duka yako, ama unaajiri mtu kwa hoteli yako, wherever. Unaajiri mtu kwa supermarket, unaajiri mtu katika ile sehemu institution ambayo wewe umewezeshwa na Mwenyezi Mungu. Sasa Kristo anakuuliza, saa zile umeajiri mtu na unampea shilingi 6,000 kama midi. Ukifanya hiyo hesabu, hiyo pesa inatosha. Wewe unapata pesa ndio, na unaweza kuajiri mtu mshahara kama 10,000, 15,000. Saa zile sasa wewe umeajiri mtu na unampea shilingi 3,000 na ni midi. Mwenyezi Mungu anasema hilo jambo halimpendezi.
Na anasema most of the time kwa wale watu ambao wamewezesha kuandika watu ili walipe wa hiyo kiwango ya chini, una mfanyikazi wa nyumba manager wa nyumba, unampea shilingi 5,000 na unafurahi sana, unampea shilingi 6,000 unafurahi sana. Unaajiri mtu kwa hoteli, unampea shilingi 6,000 mwisho wa mwezi na unafurahi sana. Ameniambia Kristo, kwa nyinyi ambao mnapewa kibali kuajiri watu wa aina hiyo ambao ni wa klasi ya chini, sometimes inakuaga ni kama mtego mmewekewa, niuite kama mtego, ile language utaelewa. Ni kama mtego Mwenyezi Mungu huwa anawekea katika maisha yenu, na hii haikuji tu mtego tu kama bila kunasa. Huyo mtu ambaye umepewa na Mwenyezi Mungu ukiwa na uwezo wa kumwajiri, unamdhulumu. Sometimes Mwenyezi Mungu anasema 90% ya wale ambao wanaajiri watu na wanawadhulumu na mshahara na mambo mingi, 90% ya hawa ambao huwa anawaajiri, mimi ndiye Kristo anasema yeye ndiye huwa anaruhusu wao watu wakuje mikononi mwenu. Anataka aone vile mna treat. Na ni upande wa pesa, upande wa wokovu, upande kwa wale ambao hawajaokoka. Huyo mtu ambaye unamdhulumu ameletwa na Mungu maishani mwako. Ni kama njia moja ya kuona vile utafanya na yeye. Na Max Mwenyezi Mungu anaziandika. Ako na malaika ambaye amesimama nyuma yako. Wewe ambaye umewezeshwa kuajiri mtu na unampea tu shilingi 5,000 na unaona umefanya vizuri, unapewa mshahara kama ya 70,000. Mfanyio kazi wako manager wa nyumba, unaona ukimpea shilingi 5,000 umemfanyia kitu kubwa sana, na saa zingine hata hawakuragi vizuri. Sijui kwa nini hili jambo nalirudia juu nilikuwa nimeongea wakati mwingine. Unaajiri mtu kwa biashara yako, maybe ni kwa hoteli, unampea pesa ambayo hata wewe inakutosha tu kuweka mafuta kwenda kwenu nyumbani na kurudi mwezi mzima. Kristo anasema wakati tu amekuletea. Hili ni jambo linakaa kama lile niliongea kuhusu wale madaktari ama wale wanafanya kazi hospitali. Wakati unapea mtu dawa, malaika wako nyuma yako. Hiyo niliongea juzi hapa. Hili nalo, hawa watu ambao umewekewa na Mwenyezi Mungu, unaona kama wanakaaga kama hawaelewi, wanakuheshimu na unawadhulumu. Kuna kuaga na malaika nyuma yao. Vile unamfanyia anaandikaga tu. Utapita huu mtihani juu inakaa kama ni mtihani. Kigeranio kia muthemba. Na wewe na maringo yako malaika anaandika tu, anakuangalia na anaangalia huyo ambaye unamdhulumu. Huyu msichana, huyu mwanaume anafaa hiyo 5,000 ambayo unampea. Kuna malaika hapo katiani ninyi wawili. Na Kristo akaniambia 90% ya wale ambao wanaajiri watu wa aina hiyo inakuaga ni mtihani na inafaa mpite. Mnapita. Waone. Hiyo ni neno kutoka kwa Mungu. Na nikilinena sio hata mimi ati ni vile nimefaulu ninakaa vizuri. Juu. Anyway, God bless you. Hili ni lingine. Na sijui niliseme namna gani. Maana hili na trick a bit. Kristo akaniambia Mira ni drugs. Nikamuuliza obvious, Mungu unataka, Kristo unataka ninene hili? Akaniuliza, si umeniomba nikupee ujumbe? Mimi ndiye nilikuwa nimemwambia anipee ujumbe. Akaniuliza, si umeniomba wewe nikupee ujumbe ambao utaongea? Sasa nimekuongelesha mambo kuhusu miraa na wewe unasema kweli? Akaniuliza, kwa nini unaniuliza ile kitu utasema na nikikwambia unaniuliza swali? Sasa nikamuuliza, nitaongea kuhusu miraa. Akaniambia miraa ni drugs. Nyinyi ambao mmeokoka na mashambani mwenu mmejaza miraa, ndio mnakulia na ndio mnakula. Mwenyezi Mungu anasema miraa ni drugs. Kama unataka kuelewana na yeye, panda kitu kingine na atasababisha ikue vizuri. Ureplace hiyo miraa. Sipendi kuongea hili jamaa. Si jambo. Maana kwetu hakukuangi miraa. Lakini kama mtu anapanda bangi na anashikwa na serikali na inangolewa na anafungwa, Kristo naye wewe ambaye unalima miraa, unaweza chukua hiyo miraa upeleke kanisani useme nimelete fungu langu la 10. Ile kitu ambayo
huwezi peleka kwa madhabahu ya Mwenyezi Mungu useme nimelete kama fungo la 10. Ukiona uko na tashwishi huwezi peleka, ni questionable mbele ya Mwenyezi Mungu. Sasa anasema kwa wale ambao wanampenda, kwa wale ambao wanataka kuishi maisha matakatifu, kwa wale ambao wameokoka na wanataka kumfuata na wafuate kabisa na wakamilike. Kama uko na shamba la miraa, anasema badilisha na kitu ingine. Hiyo kitu ingine utapanda, atasababisha iwe mzuri, uondokee. Miraa ni drugs. Na ndio unaona serikali haiongeagi habari ya miraa openly. Haiongei. Na nikuulize, unaonaje? Mimi najua hii mtanipiga na mtani question, lakini mimi usinipigie simu kuniuliza miraa Mungu anasema aje kuhusu miraa. Anasema miraa ni drugs. Unaonaje? Wewe ambaye unataka kuwa mkamilifu na unalea, anakuambia rudi chini, panda kitu ingine katikati ya miti ya miraa ambayo uko naye, kitu ambayo itadumu. Kama ni matunda, atasababisha ikue vizuri na atakupatia in replace. Uondoe miraa. Miraa ni drugs. Na kama drugs ni kitu inaharibu kichwa ama mawazo ya mtu. Maana mtu, unajua nishaikula miraa. Usione? Nishaikula. Nilikuwa nakula miraa na nilikuwa navuta sigara. Ujanani wangu. Pombe ndio sikunywa. Na ukikula miraa vizuri, inakaa vizuri kwa kichwa, unakaa kama merino sheep. Dormant. Unakaa tu unasikia tu utaki mambo. Hiyo ni drugs. Na Kristo anasema namna hiyo. Na ameniambia nikuambie hivyo. Sasa mimi vita si yangu, uliza Mungu atakuambia. Na hili ni jambo lingine. Nilouliza Mungu. Mtoto akifikisha miaka 5, mtoto sio mayai. Kama daddy. Kila saa unabeba mtoto anaenda unamweka hapa tu umweki chini. My first, my second, my third born. Kwa wale wako 4th na 5th na 6th. Hawajuagi hiyo. Hawa watoto ambao tunalea kila saa hako kwa mkono, mnawaharibu. Mtoto akifikisha miaka 5, maana Kristo ananiambia weka mtoto chini atembee. Mwashe huru. Hili jambo hii kama mama daddy unataka nini? Mtoto si mayai. Weka chini atembee. Na nikafundishwa na msichana wetu mmoja, ni sister in law. Katoto kake hapa kila saa anapiga simu nyumbani kuuliza kamekula nini leo? Kamekunywa nini leo? Kamekula dawa? Kako aje? Akiwa nako hapa Nairobi, kana shida hapa kwa mkono, hakaweki chini. Paka kakawa na ile shida ya miguu kuwa juba miguu. Kana naezoa sijui leakage. Sasa huyu mtoto akapelekewa shosho ushago. Shosho naye anamuashiria kwa uwanja. Tembea, toka uende ukacheza na wengine. Kama huyu mtoto amelewa na huyu msichana wetu, muda mrefu alikuwa kwa hospitali. Akitoka leo anarudi kesho kutwa ako hospitalini. Juu ya hiyo tabia kufanya mtoto mayai, muweke chini atembee. Na hii ni kusemaje? The spirit ya kamam, the spirit ya daddy. Mtoto wangu, mtoto si mayai, weka chini. Na hiyo spirit ikianza hapo unamfanya mayai, ndio hao mnanusugua hapa mkiniambia niombee huyu haendelei, anataka tu kukaa kwa nyumba. Mayai ndio hiyo. Najua spendi hii kuongea mambo ambayo watu hawapendi. Lakini kama niliuliza Kristo aniongeleshe na akaniambia hiyo ya watoto si mayai. Unamfanya mtoto kama mayai. Kila saa mtoto hapa. Hutaki kusikia mtoto wako akilia. Hutaki kusikia mtoto wako sijui amefanya nini. Kila saa lazima uulize umempeleka ushago. Na amekula, amelala aje, dawa amekunywa. Na huko Nairobi yako ushago. Come on. Mtoto si mayai, asema Mungu. Mtoto si mayai. Mweke chini. Akifikisha miaka gapi? Mtoto mweke hapa kwa matiti. Mtoto mshike hivi. Hizo miaka 3 kutoka wakati mtoto wako kwa tumbo, mhesabie hiyo mwaka. Alafu akizaliwa miaka 2, mweke hapa kwa matiti. Akifika miaka 3, muashirie. Sasa muashe atembee. Ekei mwana akurume, mutige ulimu. Unasikia? Mwanare kwa kurume. You know, mwanare kwa ligie tiri, mutige wa nocio wa gutindaga mukiuga kamam. Na nijue niseme hii. Kama kuna mateso yanafungua mawazo ya mwanadamu,
ni ile ambayo unaweza pitia ukiwa mdogo. Nimefikiria maisha ambayo nimekuwa mpaka nikasikia machozi. Nikikumbuka vile nilikuwa na tedewa na dadi. Unajua tumeenda mazishi mahali, tumeenda udhoni. Sister yangu mmoja akasema, "Wewe ndio tushabagia mno." Si kupenda. Ninasikia ushungu wakati mtu ambaye unamtrust ndiye anakuwa mtu ambaye hakuamini. You know, nikiangalia yale mambo ambayo nimeyapitia, unastukia over too much of something. Kwetu babangu alikuwa overprotective, na ile overprotective ya kutuharibu, na wakati alianza kuona ameenda vibaya, akafikiri sasa atuashirie mateso ili tuerefuke, akaiashiria tena zaidi. Nikerienda shule, nikanunuliwa kiatu wakati moja na dadi. Ilikuwa ni ile kiatu imetengenezwa na fundi hapo Kabe. Imewekwa gamu, imeshikanishwa vizuri, lakini haijawekwa ile nyuzi round. Sasa nimenunuliwa iko na gamu, imekaa kwa fundi muda, na juu ni gamu tu imewekwa. Kwenda naye siku moja shuleni, siku ya pili ikatokana ile sole yote. Sasa nilipokuja kuelezea dadi kiatu imetokana sole, mnaenda kwa barabara ukipiga mawe, unaonyeshana mtoto wa tajiri, unaenda ukipiga mawe vile uko na kiatu mpya. Sikununua. Sasa kuna ile kiatu ilikuwa ya wamama, ilikuwa inatengenezwa na bao, alafu inawekwa kamba hapa juu, inawekwa kitu inakaa kama open, lakini ilikuwa ya bao. Ya my sister moja ndio nilishukua nikaweka kamba across. Watu wanakuwa wananiambia Nyamuga. Kuna jamaa tulikuwa tunasoma na yeye, alikuwa anaitwa Zai, ni pastor. Alikuwa ananiambia, "Sasa Nyamuga, niongee Kikuyu, Nyamuga nishiaguki. Nyamuga, unaona Nyamuga ni zile akara zinafariwa na Wamasai, wanapenda kutengeneza hiyo kiatu ambayo ni ya solo ya gari ama ni ya tairi ya gari. Sasa ikiwa ya plastic." Sasa ule jamaa alikuwa ananiambia, "Nyamuga nishiagukinyira aka." You know, hizo Nyamuga za kutengenezwa na tairi ni ya kufuata wamama kwa watu wanaume wakiwa wamezifaa. Sasa akaniambia hizi Nyamuga zako, juu mimi nilikuwa ninavaa zile za bao. Sasa huyu jamaa alikuwa anafanya tu fani, ananiambia, "Maana hizi zako ni za bao, hizi zako ni za kufuata wanaume." Ananifanya tu juu. Sasa mimi sina kiatu. Babangu ndiye alikuwa mwenye ile kashule tulikuwa tunasomea, hiyo Babu High School. Sina kiatu. Nimekuja siku moja nikiwa na ile kiatu ya bao ilikuwa ya my sister, imetokana hii kitu ya juu. Kuna hizo viatu ilikuwa ya bao open. Sasa nimeiweka kamba zile plastic za kitanda, nimeweka vizuri bili. Alafu sasa na ninaweka ingine hapa nyuma. Sasa watu walikuwa wananienjoy, wanasema, "Unaona yako ni ya bao. Hii yako ya bao ni ya kufuata wanaume. Zile za wamama za wanaume ambazo zimetengenezwa na tairi ni za kufuata wanawake." So ni kumaanisha yule amevaa zile za plastic ama za tairi, yeye ni mtu wa kufuata wanawake. Na mimi juu zangu ni za bao, ni za kufuata wanaume. Ginyira arume, nigwa jeraga ginyira arume. You know. Spendi hayo. Unajua mateso, nina babangu ananiambia, "Enda shambani ukalime kwa yule mtu." Na huyu ninaenda kulima kwake, ananipea shilingi 100 jioni. Na ni my brother na ni yule mdogo. Hata niheshimu lini? Haiendi kulingana na vile unafikiria. Sasa kuna pastor nimeenda kwake ushago. Nikampelekea juu nilienda, kuna shamba huwa ninakodisha rangu hapo ushago. Sasa nikapata yule mtu amenipea pesa, akanipea pesa ya mwaka mzima. Nikasema juu pastor fulani ni rafiki yangu na wako kwetu town, ngoja nipitie kwake angalau nimpee 1000 leo kwake kunuke nyama, maana ninajua ni weekdays. Sasa nilipoingia kwa huyu pastor, nikatoa shilingi 1000 nikampea. Akaniuliza, "Ndugu, juu umeniletea 1000, hii pesa imetoka wapi?" Sasa automatically watu wanasemaga mimi ni mwizi Nairobi. Na nimekaa zaidi ya miaka 25. In fact ni kama ningelikuwa mwizi. Na vile watu wanapigwa risasi hapa waizi sugusugu, si ningekuwa nimekufa zamani. Sasa ile sifa wako naye ati mimi ni mwizi Nairobi. Sasa akaniuliza, "Hii pesa umetoa wapi? Umeniletea 1000. Kaidungo
wahota kudehere besha itari theru haha. Ni pastor ananiambia namna hiyo. Na saa hiyo ninasikia nikiwa hona, ninaingia kwake, nimpelekea angalau 1000, angalau mama anunuliwe angalau nyama siku hiyo. Naye ananiuliza, "Hii pesa umetoa wapi?" Sasa kwa gari yangu ile nilikuwa nayo siku hiyo, nilimrudisha, nikamwambia kuja nikuonyeshe pastor. Nikaifungua boot. Nilikuwa nimeweka stoko kama ya 50,000. Hizi vitu dogo dogo ya hardware. Nikamwambia, "Unaona hii nikiuza, ninanunuaga 20 na nauza 30. Inanipea 10 bob. Hii ni screwdriver, ninanunuaga 15 shillings na nauza 25 ama 30, inanipea 10 bob." Nilimhesabia vitu kadhaa hapo, akaona already 1000 imeingia. Sasa nikijaribu kumwelezea mimi si mwizi, asikii. Juu anashindwa. Huyu mtu anaishi Nairobi. Hajai ajiriwa mahali tunasikiaga yeye anafanya, anakaa tu Nairobi. Ni watoto wanakula, ninakodisha nyumba. Anashindwa ninaishi maisha ya aina gani. Usiharibie mtu jina ukiwa hujui. Na siku moja nakumbuka hili jambo. Maana kuna wakati nikiwa nimekaa kwetu kukasemekana mimi ni mwizi. Kabisa mimi ni mwizi sugu. Na unaona ni hii mafred mnakuaga nao. Marafiki. Mimi nikawa na mtu ananipea kasi na ni wa kwetu ushago. Na alikuwa mwizi. Mimi sikujua, alikuwa na hoteli mzuri. Sasa alikuwa ananipea order, ananipea kasi ya kuja, ninakuja Nairobi na mnunulia zile picha. Hizi mapicha unaonaga zinawekwa kwa maposta kwa nyumba. Sasa nikimpelekea kama za 5,000, ananipea 2,000. Sasa inanibidi niwe ninaenda kwake after 2 days ili anilipe hizo pesa zingine. Na alikuwa mwizi, mimi sikuwa najua. Sasa katika hiyo commotion, watu wakaanza kusema, "Dungu, na huyu jamaa wanaabiaga nini na ni mwizi." Sasa mwingine naye ndiye huyu. Alikawa rafiki wa my sister mmoja na alikuwa mwizi, mimi sikuwa ninajua. Sasa katika ile urafiki watu wakasema hata wewe lazima uwe ni mwizi. In fact sikuwa mwizi. Na in fact sijawahi iba kitu ya mtu maisha yangu. Sijawahi iba kitu ya mtu maisha yangu, sijawahi. Sasa kuna unaona ni siku moja nikaenda ushago. Nilikuwa nafikiri kuna hii nyumba ambayo nilipewa na Mungu. Ilinibidi niende nikaitengeneze ili nianze kukodisha. Na watu hawaniamini. Na hii video inaenda kumaliza wana. Ukiona imejikata, ujue ni mahali ujumbe umefika. Siku hizi nimekuja kujua Kristo anaiguza tu na anaizima. Mnaniuliza iliendaje bila kumalizika. So kama itamalizika na hiyo wana inaenda sasa, mbarikiwe na Mungu na mbarikiwe katika jina la Yesu. Lakini nataka niendelee na hii ushuhuda. Kama itakatia katikati nitaweka verse 2. Sasa nikaenda. Siku hii sitasahau. Nilitoka Nairobi, juu already nilikuwa naishi hapa. Niende nitengeneze ile nyumba. Na maana hakuna mahali naweza lala. Nikakodisha nyumba kwa nyumba nyingine hapa tunaita Florida. Nikalala. Kwa hiyo ni bar iko na lodging. Sasa asubuhi masaa ya saa 11 nikatokea kwa barabara. Kuna hizo gari zinapitaka kwetu zimetoka Jabini zinakuja Nairobi zinaitwa Turaka. Asubuhi na mapema nikatokea kwa barabara. Tukiwa nimesimama pale kwa stage hapo Magumu Center. Kukakuja Turaka. Kabla tulikaa hapo kama 30 minutes. Nilikuwa mimi na jamaa mwingine na mwingine. Na huyu wawili tulikuwa nao hapa stage, mmoja ni adui wangu. Sasa hapo bereni kukaa kunasemekana Dungu anakuaga mwizi. Nilifukuzwa na chief kwetu. Akatuma mzee, akakuja kwangu, akaniambia, "Wewe imekuja kujulikana wewe unakuaga mwizi. Usiwe unalala hapa kwetu Magumu." Nilifukuzwa na chief. In fact on a serious note. Paka wa leo siwezi lala huko. Akatuma huyu na nikatumiwa askari mmoja. Akaja akaniambia, "Wewe kulingana na vile tumekupima, wewe ndiye ukikuja hapa tu Magumu lazima kuibiwa huu usiku." Na for sure mimi sikuwa na mambo. Alafu kuna mtu ambaye alikuwa kansora hapo kwetu. Naye ni neighbor tu. Akawa anasema huyu jamaa ni mwizi. Sasa juu yeye ni wakubwa, my sister naye akaingia katika ile kiwango. Akaanza kusema mimi ni mwizi. Sijui. Sasa sikia, hii particular day tumesimama stage. Tukiwa mahali tuko kama unajua Magumu vizuri. Kilomita kama 1 kutoka mahali stage Magumu iko. Kuna shule inaitwa Gedeji Primary. Kuna kagari kalikuwa kamesimama kwa gate ya ile shule, kakiwa kwa barabara. Sasa tukiwa hapa stage tunaona tu mataa. Sasa tukiwa na huyu jamaa moja, na huyu mmoja alikuwa adui yangu juu kuna mahali alikuwa anataka kutunyang'anya ploti, anasema sisi ni wajinga. Huyu mwingine ni mzee wa kuko kwetu ushago. Bahati mzuri mimi nilienda nikalala kule na nikalala hayo lodging.
Sasa asubuhi nikiwa ninajua mambo iliisha, juu ilikuwa zamani nilifukuzwa. Nikiwa hapa stage, tukanaona kagari kanyagwa break, tunaona brake light za red nyuma kwa gate ya shule ya primary ya Gereji Primary. Mimi na hawa wazee wengine wawili tuko hapa stage, tumengojea turaga ikuje. Sasa sikio, tuliingia, turaga ilikuja, tukaingia tukiwa na hawa wazee wawili, mimi nikiwa watatu. Na in fact hiyo turaga tulikuja naye mpaka nilishukia Koja, na huyo mzee mwingine na huyo mzee wote wawili walishukia Koja. Sasa sikia, wakati nimefika Nairobi, kukawa ile gari mahali ilikuwa imeegezwa, walikuwa waizi wameingia kwa shule, walikuwa wanaiba, wanatoa vitabu wanakuja kuweka kwa gari. Sasa wakati mkutano ya chifu iliingia asubuhi, kukafika kukasemekana kumeibiwa, jamaa mmoja na ni rafiki wa babangu anakuwa hapo, ni mzee, akasema na niliona Dungu hapa jana usiku amelala kwa nyumba fulani inaitwa Florida. Sasa ikawa lazima mkutano uitanwe, kukasemekana Dungu ndiye aliiba shule. Nikwambia adui yako atatumiwa na Mwenyezi Mungu kukutetea. Huyu jamaa mmoja huyu, juu tulikuwa wawili watatu kwa stage, mkutano ikaitwa na chief. Mimi siku wako. Sasa hii ni that for the day. Mkutano ikaitwa kwa chief, kukasemekana Dungu ndiye aliiba shule na ni lazima kuandikishwe polisi, atafutwe mahali yako Nairobi ili tumshike tukuje. Sasa katika hii commotion ya hii mkutano, hawa wazee wawili, mmoja ni adui yangu. Katika ule mkutano, maana hao walikuwa wazee wa kijiji, ni wale wazee wamekomaa. Katika ile mkutano, huyu mmoja ambaye alikuwa adui yangu akawa akasikia ile mkutano na akasikia vile kuna nenwa shule imeibiwa na Dungu ndiye alikuwa amelala hapa. Huyo mzee ambaye ni adui alisimama kwa mkutano ya chifu akasema hapana. Hapo hata kama mnasema iandikwe polisi Dungu aende akatafutwe Nairobi, mimi nitakataa hata kama Dungu simpendi. Tunajua ako na sifa hiyo. Simpendi. Lakini la ajabu ni hii, na nitawaambia ukweli. Tulikuwa mimi na mzee fulani na Dungu, tulikuwa na yeye stage. Na Dungu alikuja nyuma yetu akiwa ametoka, alipitia soko, akaja akatupata stage asubuhi saa 11. Sasa huyu mzee akasema, mimi hiyo mnasema, na maana yeye alikuwa na influence, ni mtu anajulikana kwetu. Hata huyo mzee mwingine ni mzee wa kijiji. Wakasema hapana. Na akasema mimi tulikuwa na Dungu na mzee fulani na mimi. Aitwe fulani akuje aseme kama hiki tunasema ni uongo. Dungu tulikuwa na yeye stage. Paka tulikuwa tunaulizana ile gari imesimama pale gereji, ni nini inafanya kwa shule? Tuliulizana hapo. Akasema mimi mkisema mshike Dungu nitakataa, na mimi mnanijua na mnajua hatuelewani na huyo jamaa. Lakini for sure yeye tuliingia turaga na yeye, na alitokea Koja na mimi nilitokea Koja. Mkitaka kuamini, chifu akaelezewa tumaneni saa hii, mtumane kwa futu fulani, ishukuliwe baiskeli, hakukuwa hizi motorbike, aende aletwe mzee fulani akuje aongee hiyo kitu ninasema. Aliitwa mkutano ukiwa unaendelea, akakuja akaulizwa, wewe mlikuwa kuliibiwa siku fulani na huyu anasema Dungu alikuwa amelala, lakini mlikuwa iliendaje? Akasema for sure Dungu tulikuwa na yeye kwa stage na tulikuwa tunaulizana ni nini gari inafanya. Hawa ndio walinitetea, sikukuja kushukuriwa na chifu. Nikwambie, ukiishi maisha matakatifu, Mwenyezi Mungu atakulinda na atakutetea. Mimi sisemi mimi ni hori, maana juu ya hiyo issue ya kutembea na ule jamaa ambaye alikuwa mwizi pale, watu wakawa anaona ni kama tunaelewana na yeye, ameniingiza katika game yake ya wizi. Huyu naye ni rafiki mwingine wa my sister, akaja mtu mwizi. Alikuwa anaiba kwa mabaa, mimi sijui. Mpaka siku moja nikapata ameshikwa na polisi hapo kwetu, hapo mahali tunaita Matches. Nikapata ameshikwa na polisi. Nikawafuata wale polisi na huyu jamaa, nikaenda mpaka police station ya kwetu Magumu. Nikauliza huyu askari mmoja, nikamuuliza, mmeshikia huyu jamaa nini? Aliniambia, unajua yeye ninakujua ni kijana asue ni fulani, hebu kuja tuongee. Alinitoa, alinipeleka mpaka kwa barabara, akaniambia, wewe kijana wa King'ori, huyu jamaa tumeshika ni wa Kenari na ni mwizi. Mpaka mahali tumemshika alikuwa na bunduki. Sasa ninaona wewe na ninajua tabia yako si baya kulingana na vile na kujua, na wewe husikii, unafuatilia. Washana na huyu jamaa atasababisha ufungwe. Ya kuwa marafiki na maadui na watu wa hizi, watu wakani mistake.
Brethren, akina marafiki zako ni nani? Nionyeshe na nitakwambia hawafai. Na uonyeshe Kristo, atakwambia haifai. Why? Some of the friends that we have hawana character mzuri. There is no way utatembea na bibi ambaye hana mwelekeo. Utembee na rafiki yako mwanaume ambaye hana mwelekeo, alafu uniambie character yako ni mzuri. In case ukijiigiza na marafiki ambao ni wabaya, wanakunywa pombe na haukunywangi, at the end of the road utakunywa. Ujiigize. Na kitu kingine niwaambie hii, kwa nyinyi wa mama ambao mnakufiwa na mabwana zao, mnabaki mabwana wanakufa na mlikuwa mnaheshimiwa kanisani, immediately bwana wako akikufa na uko na mamlaka kwa kanisa ama unaheshimiwa, tembea pole pole. Maana the moment, sijui hili litoka wapi, the moment bwana wako ameondoka, watu wengi hawakutrust. Agree as it is, bwanangu ameenda, ondokea mamlaka na usipende kuwa laini ya mbele. Mahali kuna watu wanasema huyu ni bwanangu na huyu ni bibi yangu, hutaweza. Na sijui kwa nini lazima hata ukipigana upigane aje. There is a question. Na maana Mungu ndiye alikunyang'anya bwana. Ridhika na vile iko na ukae vile iko. Single mother hawaaminiki na wale ambao wanasema niko na bibi, niko na bwana. Hawa ambao wamebaki wakiwa na mabwana hawakuamini. The best thing ni kunyamaza, withdraw and keep quiet and rudi nyuma kama ulikuwa unakaa laini ya mbele. Maana hakuna wakati watakuheshimu. I don't know. Hata ukipigana vita gani, lazima kuwe na vita kwa sababu umekuwa single mother. Na hivyo Mwenyezi Mungu amekunyang'anya bwana, ameenda na yeye. Let your Redeemer Jesus be your comforter. Atakuinua kiwango na ujikubali. Kuna familia hapa wamewana tu hapa juzi hata hawajakaa miaka 2. Sasa hii familia wameletana juu mpaka bibi amefukuzwa na yule bwana na hata miaka 2 haijafika. Sasa niliongea na huyo mama jana usiku, nikampigia simu nikamuuliza iko namna gani? Akaniambia let me tell you, nimekaa kwa hiyo doa mwaka na nusu, lakini ni jela nilikuwa ninasikia niko huru. Mwaka 1 na nusu, my brother. Doa huwa inakamilika sawa sawa na majaribu miaka 9 hapo. Miaka 9. Umewana tu hapa miaka 2. Mumemaliza miaka 5 halafu mnataka kuonekana nyinyi ndiye role model. We, jianike kwa mitandao naye shetani apitie chini. Usijianike. Goja reke kirumenya abo. Wabe ukinyie kihiko ya miaka 10. Ukialia ri watu watasikia. Lakini hii mumeona tu miaka 5 hapa. Alafu unaanza kusema yeye ndiye role model. We, sikwambii ni makosa, ni sawa juu umefaulu, lakini miaka 9 10 igoje. Maana majaribu ya harusi na doa ni ya hiyo, haibadiliki kwa wale wameokoka na wale hawajaokoka. God bless you. Well, hili ni jambo lingine. COVID ilikuja duniani. Acha ni address hii. Na ilipokuja duniani imetupata. Na Kristo anajua. Na COVID ilipokuja kuna prophecy. Kuna prophecy ilitokea duniani na Kristo akasema nitapatiana dawa ya hii ugonjwa. Now, Wanaisraeli walipokuwa katika mambo yao ya kutembea, kuna wakati moja kulitokea nyoka wenye sumu. Musa akaelezewa na Mwenyezi Mungu, tengeneza nyoka moja ya chuma, uiweke juu, uinue juu, uiweke vizuri, iwe juu. Mtu akiumwa na nyoka hapa chini, anaangalia ile anapona. Kristo ama Mwenyezi Mungu ndiye alijua nyoka zimekuja, na yeye ndiye alipea hii waso kwa servant wake
atengeneze nyoka, itago nyoka ya gishago. Gishago ndio ni kina Githweri, gishago ama Kiingereza. Aweke juu ili ukiumwa chini unaangalia juu unapona, unaangalia ile unapona. Mwenyezi Mungu amesababisha akawa ashiria tu COVID ikakuja. Dunia yote ina stand still kwa sababu ya hii. Lakini alisema nitapeana dawa ya COVID. Nitaipeana. Now, hili jambo linasumbua watu sana wakisema sijui ni 666, sijui ni ya devil worshipper, sijui ni ya nini. Simple. Kristo kuna wakati moja aliangalia mtu ambaye haoni. Akatema mate chini, akaguza mshanga ule ukiwa na mate, akashanganya. Akapaka ule jamaa kwa macho, akamwambia enda uoshe kwa rifa fulani, utapona. Na alipotia akaenda akaoga, akaosha uso wake. Mshanga ukiondoka akaona. Ndio ni kazi ilifanywa na Kristo. Na wakati mmoja akiwa anaongea na wanafunzi akawaambia, waliuliza maswali hapo. Akawaambia, mgonjwa si ndiye anaendaka kuona daktari. Mgonjwa ndiye anaendaka kuona daktari. Kristo akanena haya maneno. Na kisha nikisema hivi, COVID, dawa ya COVID, kudugwa shindano ya COVID, it is not satanic, it is godly. Wakati nilikuwa na hii shida ya mama sana, nilidungwa shindano na Kristo akiwa daktari ili niponye. Na ikawa ni sawa, inafanya kazi. Now, wakati nimegojeka COVID hapa, Kristo alituma malaika akiwa na capsules moja kubwa, akaniweka chini ya ulimi hapa, na nikapona. Na saa hii chanjo ikikuja ya kudungwa nitadungwa, maana hii haitokani na shetani. Tuangalie na njia hii. Kuna kitu ilikuwa inaitwa polio. Kukaanza kampeni ambayo ilikuwa inasema kick polio out of Africa. Hii kampeni ilianzishwa sijui na akina nani, kick polio out of Africa. Kukaanza chanjo, ile dawa inawekwa hapa kwa watoto ambao hawajafikisha miaka 5 sijui 6. Hiyo polio imekuwa ikipewana hapa Kenya. Saa hii ni vigumu sana uone mtoto akizaliwa akiwa na polio. Kitu ingine niongee na Kikuyu, maana sijui inaitwa nini, githoko. Kuna kitu ilikuwa inaitwa githoko. Wakati tulizaliwa ulikuwa unajulikana kabla ya miaka 5 kufika, lazima upatwe na ile githoko. Githoko ni hiyo unatoka pimples zingine kwa mwili zinakaa white, na inasababisha joto ya mtoto ya mwili inakuwa juu, sometimes ilikuwa inaua. Kukakuja hiyo ikakuja ile dawa ambayo unadungwa ukiwa umezaliwa ya kupigana na hiyo githoko katika mwili yako. Ni shindano wewe inadungwa, sijui iko hapa, sijui moja hapa na ingine somewhere either hapa ama hapa, lakini hii naikumbuka hizo nzuri kwa mkono. Hiyo ni chanjo hasa inadungwa mtoto kwa sababu ya githoko. Na hizo shindano unaonazaga mtoto akizaliwa lazima aende adungwe shindano huu mwezi, huo mwezi amedungwa shindano, wanaulizanaga mama namna hiyo. Hiyo moja ni ya kueliminate githoko katika mwili. Githoko sijui inaitwa hiyo kitu na Kiingereza. Now ninaijua, lakini ninakosa kuisoma niseme sio vile hiyo jina, nikikwambia ni aid na inaitwa hivi. Well, hiyo naye ni chanjo. Kick polio out of Africa imewezekana. Kuna kwashako, kutokula balanced diet. Unaona mtoto wako na tumbo kubwa, wamama akizaa akienda hospitali anapewa counseling, mpe mtoto hii, unafaa umpe hii na hii na hii na hii kidogo kidogo, na zingine ni akina sukuma, akina cabbage, akina nini, balanced diet. Kwashako inaisha. Sasa hii naye ni kama sasa ona AIDS imekuja, dawa ikatoka ambayo ni ya kufanya red blood cell, ina boost cells kwa mwili ili ipigane na ile magonjwa iko kwa mwili. Sasa wakati wewe umegojeka AIDS, unaenda unapewa dawa ambayo inasababisha cells inasababisha cells kuwa mingi, ina boost cells kwa mwili yako ili ipigane na ugonjwa. Hiyo sasa kunakaa ni kama hakuna AIDS, kwa sababu ile dawa ya ku boost cells zako za mwili ndio unameza. Hii ni ya COVID the same, na hiyo kick polio out of Africa, na hii ya AIDS
Na hizi dawa si mbaya, hata haina ushetani hata kidogo, lakini inategemea na vile wewe utashukua. Ukiamini ni mbaya, itakuwa ni mbaya kwako. Lakini kuna mambo mingi kitambo tufike hii ya dawa hili ndio itakuweka dhambi kwa mwili mengi yako ambayo anakusababisha uwe na dhambi. Hili la dawa lisikutie wasiwasi. Kuna prophet na sio mmoja alisema dawa inaonekana na Mungu atatupea dawa ambayo ya kufanya hii kukiki. Na ujue kuna kuja mengine baada ya hii. Hapa hivi miaka kadhaa tunaenda. Hapa hivi mbele hapa. Sidhani kama tutafikisha miaka 10 na kitu. Kutatokea lingine ambalo nalo litakuwa serious kushinda hii. Maana ninaona kama kutakuwa na mavampire duniani. Anyway, hiyo najua weather imebadilika. Nilisema nitachukua normal video. Kunakaa kama kunataka kunyesha. Kumekuwa na baridi sana. Mungu awabariki. Na mkumbuke kuombea watoto watu ambao wako mashuleni boarding. Niliwaambia sio mapenzi ya Mwenyezi Mungu sisi kurudikana watoto wetu boarding school. Sio mapenzi ya Mungu. Na nimesikia mtu mmoja akiwa kwa serikali akisema ikiwezekana shule mingi zibadilishwe siwe D. Watoto wanasoma na mtoto wako anakuja jioni, unakaa na yeye na yeye. Jioni anakuja nyumbani. Hayo ndio mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kwa maana watu wanaona kama mimi si wa kizazi hiki. Sipendi kusema hii maneno. Hata saa zingine ninakaa kama niko na conflict na watu. Lakini sio mapenzi ya Mwenyezi Mungu tunarudikana watoto wetu boarding school. So wakati unaomba, mkumbuke huyo mtoto ambaye ako boarding school. Na hili ni jambo linaonekana kwa wingi Kenya. Na hata mahali huko, sio Kenya peke yake. In the world, boarding zinakuwa ni uzito na tisho kwa watu. Na sisemi hivi juu sipendi ati ni maendeleo sipendi. Hata wangu wamesomea boarding. Lakini sio mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anataka mtoto wako akitoka asubuhi, muonane na yeye jioni, umjulie hali, fanya homework na yeye, kaa na yeye masaa mawili, ombeni pamoja, halafu kisha utabarikiwa. Hili jambo la kurudikana watoto wetu boarding school si la Mungu. Na maana watu wanasema ninaongeanga sana. Ngoja tu niongee. Juu nikitoka hapa duniani video tu mtakuwa mnasema alikuwa anasema hii. Tunajionea akina Tia Osborne. Walinena maneno. Akina Bonke. Akina nani. Wananena maneno. Na anakuwa ni alama. God bless you. Mungu apende. Na ajulie hali. Mwenyezi Mungu atembelee katika nyumba zenu. Mwenyezi Mungu atembelee katika nyumba zenu. Mwenyezi Mungu awatembelee katika makazi yenu. Na mosu Mungu atume malaika kwenu katika biashara zenu. Kila mahali mtu ambaye anashinda, Mungu atume malaika kule. God bless you. Na mbarikiwe sana. Na wale ambao mnasimama na mimi mpaka wale wamenitumia kitu leo, Mungu awabariki. God bless you all. Mungu awarinde, awatendee vyema. Naomba peace kwa nyumba zenu. From one glory to the other, Mwenyezi Mungu awapeleke. Awainue. Na ni katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Injili iendelee. Shalom.